Umewahi kuota ndoto alafu ukaamka unajiuliza, hii ndoto ina maana gani jamani? Lakini ngoja nikwambie kitu, kuna ndoto ambazo ukiota sio wewe unayewaogopa maadui, bali maadui zako wanakuogopa wewe. Kwa siku ya leo tutakwenda kuziangalia ndoto 8 zinazoashiria maadui zako wanakuogopa sana. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani kabisa. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ndoto 8 zinazoashiria maadui zako wanakuogopa sana. Namba 1. Unaota maadui zako wanakukimbia au wanakuogopa. Ikiwa unaota watu au viumbe wanakuona kisha wanaanza kukimbia au wanatetemeka au wanajificha, hii ni ishara ya wazi kuwa roho yako ina mamlaka, lakini pia huashiria ndani yako unazo nguvu kubwa sana za kuwazidi wao. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 na mstari wa 10 imeandikwa na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Kwa hiyo ukiona unaota ndoto maadui zako wanakukimbia, ikiwa unaota ndoto unaona maadui zako wakikuona wanaanza kukimbia au wanakuogopa au wanatetemeka wakikuona au wanajificha, hii ni ishara inayoonyesha kuwa maadui zako wanakuogopa. Ndio maana tumesoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 na mstari wa 10 imeandikwa, na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Kwa hiyo ukiona adui yako akikuona anaanza kutetemeka au anaanza kukimbia, anaanza kujificha baada ya kukuona, hii ni ishara inayoashiria kuwa ni ndoto ambayo inaashiria maadui zako wanakuogopa sana. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, adui haogopi kelele zako, bali anaogopa ulichobeba ndani mwako. Siku zote adui haogopi kelele zako, haogopi muonekano wako, bali anaogopa kile ulichokibeba ndani mwako. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii, ukajiona labda ndotoni maadui wanakuona wanaanza kukimbia au walikuwa nakutafuta ghafla, lakini ukitokea wanaanza kukimbia, badala ya wewe kuwakimbia wanaanza kukimbia wewe, hii ni ishara inaonyesha kuwa maadui zako, ni ndoto ambayo inaonyesha maadui zako wanakuogopa sana. Kwa hiyo ukijiona ndotoni maadui wanakuona, wakikuona wanaanza kutetemeka, wanaanza kukimbia, ni ishara inaonyesha maadui zako wanakuogopa. Lakini ndoto namba 2, unaota unawashinda maadui kwa urahisi. Ukijiona ndotoni unapigana lakini unashinda bila jasho, au ukajiona unamfunga adui yako au unamwangusha kirahisi, hii inaonyesha kuwa vita vilishamalizika rohoni kabla hujajua. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 na mstari wa 7 imeandikwa, nukuu, Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unawashinda maadui zako kwa urahisi, yaani unajiona hautumii nguvu, hautumii jasho, unashangaa tu unawashinda maadui zako kwa urahisi. Unaota unapigana maadui zako, lakini wewe ndo unaibuka mshindi, unawashinda kirahisi. Kwa hiyo ukijiona ndoto unapigana lakini unashinda bila jasho, au ukajiona unamfunga adui yako na unamwangusha kirahisi, hii inaonyesha kuwa vita vilishamalizika rohoni kabla hujajua, na ndoto hii inaashiria unazo nguvu zaidi kuliko maadui zako. Kwa hiyo ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 na mstari wa 7 imeandikwa, Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unashinda vita kirahisi, unamshinda adui yako kirahisi, ndoto hii huashiria maadui zako wanakuogopa sana. Lakini ndoto namba 3, unaota adui yako ameanguka au anakuomba msamaha, au unamwona amenyamaza, au unamwona amekuwa dhaifu sana.
Ndoto hii huashiria adui yako ameona hawezi kukushinda, lakini pia ndoto hii huashiria adui yako amekubali wewe ni mkubwa rohoni. Kwa hiyo ukiota ndoto unaona adui yako ameanguka au anakuomba msamaha, unashangaa adui yako kabisa, unamwona ndotoni anakuomba msamaha, basi unatakiwa utambue ndoto hii huashiria umewazidi maadui zako nguvu, umeshamshinda adui yako. Ndoto hii inaashiria maadui zako wanakuogopa sana. Kwa hiyo ukiota adui yako ameanguka, unashangaa ghafla adui yako yule alikuwa anashindana na wewe ukamwona ndotoni ameanguka au anakuomba msamaha, au unamwona amenyamaza tu, anaogopa kukusemesha, au unamwona amekuwa dhaifu sana, unamwona adui yako amekuwa dhaifu sana, ndoto hii inaashiria adui yako ameona hawezi kushinda. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 110 na mstari wa kwanza imeandikwa nukuu, nitawafanya adui zako kuwa chini ya miguu yako. Neno la Mungu lasema nitawafanya adui zako kuwa chini ya miguu yako. Kwa hiyo ukimwona adui yako ameanguka au anakuomba msamaha au ukamwona adui yako amekuwa dhaifu sana, ndoto hii inaashiria umemshinda adui yako, inaashiria maadui zako wanakuogopa sana. Lakini ndoto namba 4, kuota ndoto unapaa angani huku ndani yako kiwa na amani. Ukijua ndotoni unakimbizwa na watu au vitu vya ajabu, ghafla ukaanza kupaa wakashindwa kukupata, ndoto hii huashiria unazo nguvu za kiroho za ajabu. Lakini pia ndoto hii huashiria adui hawezi kufikia kiwango chako kipya. Kwa hiyo ukijua ndotoni unapaa angani, labda unashangaa unajiona ulikuwa unakimbizwa na watu unaota ulikuwa unakimbizwa na wanyama au unakimbizwa na watu ambao wanataka kukudhuru, wakati wanakukaribia, lakini ghafla unashangaa unaanza kupaa angani, wanashindwa kukufikia au wanashindwa kukukamata. Ndoto hii huashiria adui hawezi kufikia kiwango chako kipya. Lakini pia ndoto hii huashiria unazo nguvu za kiroho za ajabu. Kwa hiyo ukijiona maadui wanakukimbiza, ghafla wewe ndani yako unaanza kujiona unakimbizwa, kabla hujaanza kukamata unajiona unapaa juu, wanashindwa kukamata, wanashindwa kufikia. Ndoto hii huashiria unazo nguvu za kiroho, maadui zako hawakuwezi kabisa. Lakini ndoto namba 5, unaota adui zako wanakupangia mitego, lakini mitego yao inafeli au inawadhuru wao. Unajiona ndotoni maadui zako wanakupangia mitego, wanakutegea mitego, lakini ile mitego wanayekutegea inafeli au inawadhuru wao. Ndoto hii huashiria unazo nguvu za kimungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 7 na mstari wa 15 imeandikwa, amechimba shimo, amelichimba chini sana, ametumbukia katika handaki aliyoifanya. Ndio la Mungu anasema amechimba shimo, amelichimba chini sana, ametumbukia katika handaki aliyoifanya. Kwa hiyo ukijiona ndotoni kaona adui zako wanakupangia mitego, lakini mitego yao inafeli au inawadhuru wao, wanatega mitego lakini ile mitego inawanasa wao, wanachimba shimo, wanakuchimbia shimo lakini wanatumbukia wao, ndoto hii huashiria unazo nguvu za kiroho. Ndoto hii inaashiria maadui zako wamekushindwa kabisa, kwa sababu ndani yako unazo nguvu za kimungu. Ndoto namba 6, unaota unavikanyaga vichwa au miili ya maadui zako. Ndoto hii ukijiona ndotoni unavikanyaga vichwa vya maadui zako au miili ya maadui zako, unawakanyaga maadui zako, ndoto hii huashiria mamlaka ya juu, lakini pia huashiria ushindi wa kudumu. Lakini ndoto hii huashiria adui hana tena nafasi juu yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 na mstari wa 19 imeandikwa, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unawakanyaga adui zako, unakanyaga vichwa vya adui zako, unakanyaga ya maadui zako, ndoto hii inaashiria umewashinda maadui zako. Ndoto namba 7, ukiota maadui zako wamekuwa wadogo sana, au ukijiona wewe unakuwa mkubwa sana kuliko maadui zako, huashiria umewazidi maadui zako nguvu. Ukajiona ndotoni ukaona maadui zako wamekuwa wadogo sana alafu umekuwa mkubwa zaidi yao, ndoto hii huashiria umewazidi maadui zako nguvu. Ndoto namba 8, ukiota unavuka mto au bahari na maadui zako wanashindwa kukufuata. Ukajiona ndotoni maadui walikuwa wanakufuatilia, ulikuwa unakimbizwa au maadui walikuwa wanakukimbiza, alafu ukajiona ndotoni unavuka mto au bahari na maadui zako wanashindwa kukufuata, ndoto hii huashiria umevuka mipaka ya mateso. Lakini pia ndoto hii huashiria adui zako wanakuogopa, ndio maana hawawezi kukurudisha nyuma. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment chini, nimekuelewa sana. Ni matumaini yangu kuna jambo ambalo umejifunza. Mungu akubariki sana, lakini pia Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki.
Nikutakie wakati mwema na kupenda sana.